Fungua Biblia yako katika kitabu cha Marko. Kitabu cha Marko 14 mstari wa 3 mpaka ule wa 9. Mstari wa 3 mpaka ule wa 9. Kitabu cha Marko 14 mstari wa 3 mpaka mstari wa 9. Msomaji wangu. Kitabu cha Marko 14 mstari wa 3 anasema, naye alipokuwapo Bethania, nyumbani mwa Simoni mkoma, ameketi chakulani, alikuja mwanamke mwenye kibweta cha malihamu ya nado safi ya thamani nyingi. Akakivunja kile kibweta, akakimimina kichwani pake. Palikuwa na watu waliochukizwa katika nafsi zao, wakasema, kwani kupoteza malihamu namna hii? Maana malihamu hii ingeliweza kuuzwa kwa thamani kwa dinari 3 na kuzidi, wakapewa maskini. Wakamnungunikia sana yule mwanamke. 6. Yesu akasema, mwacheni, mbona mnamtaabisha? Amenitendea kazi njema. Maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, na kila mpendapo mwaweza kuwatendea mema, lakini mimi hamninami siku zote. Amenitendea alivyoweza. Ametangulia kuupaka mwili wangu malihamu kwa ajili ya maziko. 9. Amini nawaambia, kila ihubiriwapo Injili katika ulimwengu wote, na hili alilolitenda huyu litatajwa kwa kumbukumbu lake. Amina. Amina. Kichwa cha somo kinasema, je, unajitoa kikamilifu kwa Yesu? Msaidie mchungaji, mgeukie mwenzio muulize swali. Msaidie mchungaji. Mgeukie jirani yako, mshike mkono. Kuwa mtii kwa mchungaji. Muulize, je, unajitoa kikamilifu kwa Yesu? Rudia tena, hajasikia. Mwakisole hajaambiwa, paka aambiwe Mwakisole. Wewe dada, mwambie Mwakisole. Amesemaje? Amesema amina. Amina maana yake na iwe hivyo. Tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa nafasi tena ambayo unipatia kunena na kuhudumu mbele ya watoto wako. Naomba nitumie tena siku ya leo. Naomba nitumie Mungu wa mbinguni, ili neno lako ambalo litamani lifike kwa watoto wako liweze kufika sasa na mapenzi yako. Katika jina lako Yesu Kristo, amen. Kujitoa kikamilifu kwa Kristo. Katika kitabu hiki cha Marko 14, unapoanza tu pale, inaanza kwa kusema, naye alipokuwa Bethania, nyumbani mwa Simoni mwenye ukoma, akiwa amekaa mezani, alikuja mwanamke mwenye chupa ya malhamu yenye manukato ya nado safi ya thamani kubwa. Akaivunja chupa, akaimimina kichwani pake. Sasa hapa Yesu alikuwa katika nyumba ya mtu anaitwa Simoni mwenye ukoma. Huyu Simoni, inawezekana, na ndivyo wanavyoweka watafsiri wa Biblia, kwamba huyu alikuwa ameponywa ukoma. Kwa sababu alikuwa ameponywa ukoma, akaamua amwite Yesu kwa ajili ya chakula. Bwana Yesu asifiwe.
kwa sababu watu wenye ukoma walikuwa haruhusiwi kukaa nyumbani. Na ukisoma hapo anasema Simoni mwenye, inaonekana alikuwa ameshapona, ndio maana akawa yupo nyumbani anamkaribisha Yesu. Kwa wachambuzi wa Biblia wanadhani ya kwamba alikuwa ameponywa ukoma, kwa hivyo akamwita Yesu aje ale pamoja naye kama ishara ya shukrani, kama ishara ya kusema asante Bwana umenitendea. Jamani, si jambo zuri hilo? Na Yesu akaenda akakaa mezani akala pale Bethania. Inaaminika kwamba kutoka Yerusalemu mpaka Bethania pale walipokwepo palikuwa na takriban maili 2, na ilikuwa ni jirani na mlima Mizaituni. Ilikuwa kama maili 2. Sasa wakati wapo kwenye chakula wanakula, akaja mwanamke mmoja, akaja na kitu kizuri sana. Na Biblia inasema mwanamke mwenye chupa ya malhamu yenye manukato ya nado safi. Yaani huyu mwanamke ameingilia mpango wa Simon. Simon amemuita Yesu aje ale pamoja naye. Anakuja huyu anaharibu mpango wa Simon. Sasa hapa nataka nitatue tatizo moja. Sijui tuliteje, lakini ngoja nitatue tatizo moja hapa. Nimesikia wahubiri wakihubiri, wanasema huyu mwanamke alikuwa ni yule aliyekuwa kahaba. Sijui anasoma wapi hata mimi. Nani ashasikia hivyo? Mshasikia? Wanasema alikuwa ni mwanamke yule kahaba. Eti mshahara wake wa mwaka mzima ndo alinunuaga ile malhamu akaweka ije imsaidie baadaye akishindwa kujiuza. Naomba nitatue hili tatizo ili tuweze kwenda vizuri ili muweze kuelewa. Katika Marko 14 mstari wa 3 hadi 9, mwanamke huyo hatajwi jina, lakini habari hii inaelekea kufanana sana na ile inayopatikana katika Yohana 12 mstari wa 1 hadi wa 8. Utasoma hapo mstari wa 1 hadi wa 8, au tusome kwa sababu ya tunajifunza hapa. Kama unaweza kwenda haraka kusomea mstari wa 1 hadi wa 8, Yohana 12. Sababu nadhani ni jambo muhimu, kwa sababu nimesikia wachungaji wengine wainjilisti wakihubiri wakifananisha ule kama alikuwa ni ule mama kahaba. Hebu twende utupitishe hapo. Yohana 12. Yohana 12 mstari wa 1 hadi wa 8. Basi siku 6 kabla ya Pasaka, alifika Bethania alipokuwapo Lazaro. Yesu alifika Bethania, mahali alikuwepo Lazaro. Yule Lazaro aliyefufuliwa yule alikuwa anaishi Bethania. Yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Sawa. Basi wakamwandalia karamu huko, naye Martha akamtumikia. Na Lazaro alikuwa mmojawapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye. 3. Basi Mariamu akatwaa latri ya marhamu ya nado safi yenye thamani nyingi. Ishia tu hapo. Kwani hapo hamjaelewa? Si tuendelee na hotuba? Mmeshamuelewa yule mwanamke ni nani? Kwa hiyo na nyinyi mnasoma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu mwanamke aliyekuja na marhamu safi alikuwa ni dada yake na Lazaro. Kwa aliona kile kitu ambacho Lazaro alitendewa kufufuliwa. Alikuona kaka yake mpendwa aliyekuwa amekufa amefufuliwa, akasema nimtolee nini Bwana kwa tendo kubwa alilotenda. Kumbukeni, Yesu alikuwa ni rafiki mkubwa wa Lazaro. Alikuwa akitoka mlima Mizaituni anapitia kwa Lazaro, anawasalimia, anaendelea na safari zake. Leo pale Bethania akawa amealikwa sasa kwa Simoni, kama nilivyowaambiwa. Amefika kwa Simoni, Mariamu akaamua kwenda na manukato iliyo
safi. Kumbuka somo letu linasema kujitoa kikamilifu kwa Kristo. Kuna mambo tutajifunza kadri tunaendelea na kisa, nitakuwa natoa mafunzo. Jambo la kwanza ambalo nataka tujifunze siku hii ya leo, kujitoa kunatoka ndani ya moyo. Kujitoa kunatoka ndani ya nini? Nisome aya ya 3 rafiki yangu. Rudi kule kwenye Marko 14. Naye alipokuwa Bethania, nyumbani mwa Simoni Mkoma, ameketi chakulani, ndiyo alikuja mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya nado safi ya thamani nyingi. Akakivunja kila kibweta, akaimimina. Ishia kwanza hapo. Huyu mwanamke, kwa sababu anajua alichotendewa na Yesu. Huyu mwanamke kwa sababu anajua washiriki wenzio ambao wako tayari. Yaani kuna watu hapa tayari saizi wanasema mimi kuanzia leo siendelee kutoa. Maneno nayo semwa huko nje. Wewe huna moyo, acha wenye moyo wamtolee Yesu wao. Nasema acha wenye moyo wamtolee Yesu wao. Wewe kama moyo wako ni mgumu, kaa nao. Lakini katika juma hili Bwana nilifundisha kwamba Bwana atuumbe upya, atufanyie operation ya moyo, atoe moyo wa jiwe, aweke moyo wa nyama unaosikia maonyo, ambao uko tayari kubadilika. Naamini mtu fulani Bwana anaenda kufanya operation ya moyo. Rafiki zangu, huyu mama akatoa kitu chake cha thamani, lakini kujitoa kukakumbana na ukosoaji. Jambo la 4, Yesu anakubali kujitoa kwako. Ndasoma mstari wa 6. Mike iko tayari, some mstari wa 6 mpaka wa 7. Mstari wa 6. Yesu akasema, mwacheni, mbona mnamtaabisha? Amenitendea kazi njema. Maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, na kila mpendapo mwaweza kuwatendea mema, lakini mimi hamnami siku zote. Ishia tu hapo. Rafiki zangu, Yesu anatambua na anakubali kujitoa kwako. Unapoamua kutoa kwa ajili ya Yesu, unapoamua kutoa kwa ajili ya Mwokozi wako, hata uwekewe vikwazo, yeye yuko tayari kuingilia kati na anakubali sadaka yako kama alivyokubali sadaka ya yule mwanamke. Ngoja nitatue tatizo lingine moja hapa kidogo. Tunao watu sijui wanasoma theolojia ya wapi, wanasema mimi zaka na sadaka sio lazima kutoa kanisani. Nikikutana na wahitaji huko natoa, alafu nakuja kanisani mikono minini. Anasema zote ni sadaka. Nenda kasome tena Biblia vizuri. Leta zaka na sadaka, alafu utafute zingine ukawape nani? Wote tukiamua kuwapa maskini hapa, hii luku tunalipia, tutapata? Tutaenda kuomba wale uliopeleka hela kule? Hello? Hata wana wa Israeli walipokuwa wanatoa, walitoa kwa ajili ya kusapoti kazi ya Mungu, lakini walipokuja wahitaji wakatoa tena. Na hiki ndicho Yesu anachokisema hapa, maskini mpo nao siku zote. Jambo la 5.
kabla sijaenda jambo la 5, ngoja niseme tu, huyu mwanamke aliamua kujitoa kweli kweli kwa ajili ya Yesu. Akaamua kuwa committed kwa ajili ya Yesu. Na hapa pana changamoto kubwa. Wasabato sisi kujitoa kweli kweli, walio wengi hakupo. Tunabaki kuwasema tu wale wenzetu wa Bi Mdogo hawana ukweli, Mungu wao sio wa kweli, lakini wanaomba mara 5 kwa siku. Mnawafahamu eh? Ila sisi tunaojua ukweli, Jumatano hatuji, Ijumaa hatuji, na Jumamosi tunakuja tu tuonekane kama na sisi wa Sabato. Mchana hatuji, na mtaona hapa wengine hawatakuja. Na wengine ukienda kuwafuata kule utashangaa wanaangalia mpira. Na niliongaga na shemasi mmoja hapa Tukuyu. Nasema Sabato moja tutafanya hivi. Tutaangalia ambao wajaja, tunatuma mashemasi. Tuone wanafanyaga nini nyumbani. Tutakuta miguu iko juu ya kochi, wanaangalia nini. Hakuna kujitoa. Huyu mwanamke, kinachoonesha kwamba alijitoa, alichukua chupa, akajua hawa wataniambia ailisha bwana. Akachukua chupa akavunja ili mafuta yasirudi tena kwenye nini? Kwenye chupa. Akavunja chupa mzee Mseli ili mafuta yasirudi tena. Na mimi nalo swali nao kuuliza, umevunja nini kwa ajili ya Yesu ambao umesema hiki sitarudi nyuma? Wewe ni mwanakwaya, umeamua kumwimbia Yesu. Kuna changamoto mnapokuwa pamoja. Vunja chupa, mwambie nimeamua litakalo kuwa na liwe, mimi nitaendelea kumwimbia nani? Nitaendelea kumwimbia Yesu. Unaamua kuwa mwimbaji. Kuna mhubiri kama mimi. Zipo changamoto zetu kama wahubiri. Mimi niliamua lolote liwalo, nipo na Yesu wangu, nikaamua kuvunja chupa. Kuna mama moja, sitamsema jina, kanisa hili la Tukuyu, sitamsema jina, nimemwona mara 3 anapokuja kwenye maombi. Sizungumzi wiki hii sasa. Wiki hii amekuja wiki nzima. Lakini huko nyuma, ushaga mimi napita na pikipiki, unakuta anakimbia kuja wapi? Amechelewa. Ni Wasabato wachache wa namna hii ambao wako committed, amechelewa anakimbia. Nimezoea kuona wa Roma na wengine. Wasabato wetu akichelewa anatafuta cha kumchelewesha zaidi. Huyu mama Mungu ambariki sana jamani. Yaani anakimbia kuja wapi? Kanisani. Kwa sababu amechelewa. Hiyo ndo commitment ambayo tunatamani tuwe nayo kama Wakristo. Siku ya Ijumaa, Jumatano, yani mtu hana commitment ya kufunga duka aje kwenye ibada. Pamoja na ukweli wetu tulionao kulifahamu neno la Mungu, tutapotea tukiwa ndani ya kanisa. Na mimi nimekuja kuamsha, sitamani mpotee, natamani muokolewe. Natamani Bwana wabadilishe ili muwe na commitment kwa mambo ya Yesu. Rafiki zangu, ninachofanya tu hapa mimi mchungaji wenu ni kuwaelekeza mahali hatupo sawa, twende mahali tuko sawa, ili Yesu atakapokuja aweze kutuchukua twende mbinguni. Sitakuwa na furaha kuona kundi kubwa linabaki ambalo niliwahudumia kama mchungaji wenu. Commitment haipo. Mnawasema watu wa huko kwingine, nenda kwenye majuma yao ya amsho wanavyojaa kanisani. Nyie na ukweli wenu, mlikuwa wapi nyie mliokuja leo? Mliokuja leo mlikuwa wapi? Na wauliza mlikuwa wapi? Mwaka mzima hujai hudhuria juma la uamsho lolote. Mwaka mzima umekuwa na shughuli zako, lakini Yesu amekuita katika juma hili moja tu. Anatoka utoe masaa 2 kwa ajili yake.
lakini uko busy na mambo yako, halafu nataka upate uamsho. Hauwezi kupata uamsho kwa namna hiyo. Inahitaji commitment kwa ajili ya Yesu. Huyu mwanamke aliamua kuvunja chupa kwa ajili ya Yesu. Akasema mimi ni mbele kwa mbele, sitarudi nyuma. Rafiki zangu, hivi kweli tukiacha masaa mawili kwa ajili ya Yesu kwa juma moja, kila siku kuanzia saa 10 hadi saa 12, ndio kwamba tutakuwa maskini? Kwamba Mungu wetu hatajali masaa mawili tunayotumia pamoja na yeye? Au tumepoteza ile hamu ya kuwa ndani ya Yesu? Au tumepoteza ile hamu ya kuendelea kushikilia imani yetu? Huyu mwanamke alikuwa committed kwa ajili ya Yesu. Akasema mimi natoa marhamu na kupasua nini? Chupa. Yaani wewe kuwepo ndani ya kanisa, ni kipi ambacho umejitoa kwa ajili ya Yesu? Ndio swali langu nao kuuliza. Ndio swali nao kuuliza. Mzee wa kanisa hapa akitangaza, jamani kesho washiriki tuje tubebe udongo tutengeneze kanisani. Wanakuja washiriki 3, 4, 5. Wengine wako wapi? No commitment. Kuna viongozi wamechaguliwa wa idara makanisani. Mpaka tunaongea huu mwezi wa 7 tunaelekea. They have done nothing. Hawajafanya chochote. Lack of commitment. Unakubali kazi, mpaka leo hakuna ulichokifanya hata kimoja. Lack of commitment. Hatuko tayari kujitoa kwa ajili ya Yesu. Naongea na wewe, usiangalie chini wewe mkuu wa idara, niangalie tu usoni. Wakuu wa idara mpo? Naongea wakuu wa idara mpo? Commitment ndio inayotofautisha Mkristo anaelekea mbinguni na Mkristo anayesindikiza wanaoenda wapi? Mbinguni. Rafiki zangu, tafuta na amua kuwa committed kwa ajili ya Yesu. Sasa jambo la 5 ambalo ni la mwisho, kujitoa kunaathiri vizazi. Nisome mstari wa 8 hadi wa 9 pale. Kujitoa kunaathiri vizazi. Katika Marko 14. Hii ni hoja yangu ya mwisho, na mara baada ya hii tunaenda mstari wa 8. Ametenda alivyoweza. Ametangulia kupaka mwili wangu marhamu kwa ajili ya maziko. 9. Amini nawaambia, kila ihubiriwapo injili katika ulimwengu wote, na hili alilolitenda huyu litatajwa kwa ajili ya kumbukumbu lake. Rafiki zangu sikia, kujitoa kikamilifu kwa Yesu kuna athiri vizazi na vizazi. Huyu mwanamke hakuwa msomi kuliko wote. Huyu mwanamke hakuwa mtume. Huyu mwanamke hakuwa mwimbaji maarufu. Huyu mwanamke hakufanya jambo kubwa. Alichofanya tu ni kujitoa kwa Yesu. Lakini Biblia yangu na yako inasema kumbukumbu yake itadumu kizazi na vizazi. Hata leo nahubiri habari za huyu mwanamke. Hamjanielewa? Ngoja nisome ndio mtanielewa. Yesu anasema, amini nawaambia, kila ihubiriwapo injili, na mimi nahubiri injili hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kila injili inapohubiriwa katika ulimwengu wote, hata Tukuyu ni ulimwengu, au sio? Tukuyu kusauzi. Halo. Na kwenyewe ni wapi? Ni ulimwengu mzima. Anasema injili itakapohubiriwa katika ulimwengu mzima, na hili alilotenda huyu litatajwa kwa kumbukumbu lake. Na mimi leo nataja
kwa kumbukumbu lake. Zaidi ya miaka 2000 iliyopita huyu mama alimpaka Yesu mafuta, lakini bado tunakumbuka kile alichokifanya. Je, wewe unataka kufanya nini kwa ajili ya Yesu, ili injili itakapokuwa ikitajwa katika wilaya ya Rungwe, ikitajwa katika kanisa la Katumba, ikitajwa katika kanisa la Bujinga, ikitajwa katika kanisa lilotoka, watasema kuna mtu aliwahi kuishi hapa. Nataka niwapendekezee mchana wa leo, rafiki zangu, fanya jambo fulani ambapo ikitajwa historia ya kanisa, unaweza ukaathiri kanisa lako ulipo, ukaamua kuathiri jimbo lako, ukaathiri familia yako, kwamba kila injili itakapotajwa waseme kuna mtu ameshawahi kuishi hapa, alisapoti kazi ya Mungu 1, 2, 3 kama huyu mwanamke alivyofanya. Leo tukihubiri tunahubiri habari za huyu mwanamke. Nataka nikwambie, alienda kwa Simeon, aliandaa chakula. Yesu hakumwambia huyu aliandaa chakula tutakumbuka kwenye injili, lakini anamtaja huyu nani? Huyu mwanamke. Kinacholeta tofauti duniani katika Ukristo, hata mambo mengine, ni commitment. Unajitoaje kwa jambo hilo? Hata katika biashara, wewe kila siku biashara zote mjini hapa ni zako. Halo, zote. Kwenye nyanya upo, kwenye vitunguu upo, kwenye machungwa upo, kwenye nini upo. Kwa wakitafuta mtu ambaye yupo committed hawamkuti. Ila umejikita katika jambo fulani. Kipindi cha kiangazi upo nalo, kifuku upo nalo, hali mbaya upo nalo, utabaki mwenyewe. Kila watu wakisema sema nenda kwa fulani, si ndio wapendwa? Nenda kwa fulani. Yaani wewe haupo kokote. Huyu mwanamke kumbukumbu lake mpaka leo linatajwa. Na mimi rafiki zangu niwaambie tu ninapomalizia somo hili, umejitoaje kwa Yesu? Siwezi kutaja nyanja zote, lakini umejitoaje kwa Yesu? Tukikutafuta kwenye maombi haupo, kwenye kwaya haupo, kwenye kujitolea zaka na sadaka haupo, kwenye kutolea michango kwa ajili ya ujenzi haupo, kutembelea wagonjwa haupo. Wewe ni Mkristo yupi? Unaenda wapi? Unaenda wapi kama Mkristo? Praise team, mnapopita mbele. Hao mnaita hawajui neno la Mungu hao. Hao mnaita wanaabudu miungu migeni. Ukiona pesa wanazoweka kujenga makanisa yao, mahekalu yao, ambao mnawaita hao hawajui neno la Mungu. Ila ninyi mnaofahamu unabii, mshangaa kanisani michango mingi. Haya, uliza hiyo michango yenyewe. Kuna 2000 ya ujenzi, kuna buku sijui ya nini, haifiki hata 10,000. Naomba mje hapa, shikeni mic, fungueni ulimbo namba 126. Upo committed katika jambo gani? Wenzetu hao mara 5 wanasali kwa siku. Wewe nyumbani ibada hakuna asubuhi. Usiku hakuna ibada. Hujaimtembelea mtu kwa kusudi la injili hata mmoja. Naofika hapa nilikutana na watu wa Tukuyu walikuwa na ibada za asubuhi. Walienda wamama watu wakaishia njia. Tunazungumzia commitment. Yaani wewe, kwa hiyo niongea na watu ambao Mungu amewabariki kifedha. Najua mnafanya. Fanya kitu ambacho
hata ukihamishwa hapa au ukafa, jamani, kufa sikupo watasema mtu fulani aishai kuishi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Unaamua tu, sio lazima uwe na hela nyingi. Hata ukaamua mimi viti vya pale mbele kanisani nanunua, kwa kila watu wakiangalia viti wanakuona wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unasema mimi mlango wa pale mbele kanisani pale ndauweka mimi, Mungu anisaidie kwenye bajeti yangu, naweka kwa ajili ya kumbukumbu, waseme na mimi nilipita hapa. Unasema mapambo haya, mnaona mapambo yetu jamani, yamependeza hajapendeza? Nauliza, yamependeza hajapendeza? Yamependeza. Unasema mimi nataka kuyapendezesha zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Unaamua kujitolea kwa ajili ya Yesu. Unasema vitambaa vyote pale mimi natoa ili kanisa liweze kupendeza. Kuna mama moja, kanisa moja alikuwa anasali, yeye alijitolea, sasa mimi niko committed kwa ajili ya kupamba kanisani. Ananunua vitambaa vyake, anapamba. Vikikaa wiki ngapi, miezi, anabadilisha yeye mwenyewe. Hasukumi, anatoa moyoni. Na ndicho Yesu anachokitaka. Na kanisa ambalo liko committed, washiriki wake hawapo committed, utaliona tu vitu haviendi. Hebu tuimbe wimbo nambari 126. Nina haja nawe hawezi mwingine kunifaa. Yesu, Yesu, nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi, Kama tujaenda kuimba beti la pili, kama kuna mtu anataka kusema Bwana niumbe upya, Bwana nitengeneze upya, nataka niwe mtu ambaye nitajitoa kwa ajili ya Yesu, natamani kujitoa zaidi kwa ajili. Inasikana kweli unajitoa kwa ajili ya Yesu, lakini unatamani kujitoa zaidi kwa ajili ya Yesu. Tunapoimba beti la pili, simama pamoja nami. Nina haja nawe, kaa nami. Unasema ndio najitoa kwa ajili ya Yesu, lakini nataka kujitoa zaidi. Nataka kujitoa kama yule mwanamke. Niko tayari kupasua chupa. Unasema Bwana nakuhitaji hivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi, nakujia. Twende beti la tatu. Nina haja nawe kila hali, maisha ni bure, ulimbali. Yesu, Yesu nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi, nakujia. Kabla tujaenda beti la 4, inawezekana kuna mtu mmoja yuko hapa anasema, mchungaji, mimi nataka kujitoa zaidi, nataka kujitoa kwa ajili ya ubatizo, nimtangazie shetani kwamba mimi sasa ni wa Yesu.
na nataka nibatizwe na niweze kujitoa kikamilifu kuanzia nitakapobatizwa na maisha yangu yote mpaka ninavyomsubiri Yesu atakapokuja tena. Kama kuna mtu wa namna hiyo anatamani kubatizwa na leo tumeandaa ubatizo, yupo hapa, naomba upite mbele ili tuweze kufanya utaratibu kwa ajili ya ubatizo na maombi kwa ajili yako. Twende hilo beti la 4. Ninaja nawe nifundishe. Nazungumzia wale ambao wanataka kujitoa kwa ajili ya ubatizo. Ubarikiwe kijana. Wazee wa kanisa naomba washike mikono wanavyokuja. Wazee wa kanisa naomba washike mikono. Yesu, ubarikiwe kijana. Na kuita, ubarikiwe baba. Vivyo naomba msogeze hapa jirani. Ubarikiwe baba. Tunaye Yesu mwenye uwezo. Ubarikiwe dada. Ubarikiwe. Mnaweza mkageukia tu kule. Kama unasema nina haja nawe, mweza wa yote, unasema ni wako kabisa, unataka uwe naye siku zote, njoo kwa ajili ya ubatizo. Anakuita yeye. Kupita mbele hapa sio kwamba mimi ndio naye kuita, ni tendo la imani kwamba nitaka nipite kwako Yesu. Vivyo kila saa niwezeshe Mwokozi na kujia. Tunyamaze, nina wito mwingine. Roho Mtakatifu ameniambia kuna mtu mmoja anasema, pastor, mimi haitoshi tu kusimama katika maisha yangu ya Ukristo, sijajitoa kikamilifu, nataka maombi maalum mchungaji. Haitoshi tu kusimama nyuma, nataka nipite mbele ili mchungaji uniombee niweze kujitoa kikamilifu, ili ana mimi jina langu liwepo miongoni mwa watu ambao Yesu akiwataja kwamba jina lake litajwe kila mahali, injili itakuwepo. Unatamani hilo. Inawezekana umekuwa ukijaribu kujitoa lakini imekuwa ikishindikana. Kila unapotaka kujaribu inashindikana, ni shetani. Na unahitaji nguvu. Ili ni Roho Mtakatifu amenikumbusha. Sasa kuna mtu mmoja anatamani ombi hili. Tuimbe beti la 3 na mara baada hapo tutaenda chorus, tutaenda katika maombi. Wewe utakuja, utapiga magoti na mimi hapa mbele. Na mimi wa kwanza najitoa, nataka Mungu anitumie zaidi kuliko alivyonitumia wakati mwingine. Natamani nijitoe zaidi. Kuna namna natamani kujitoa zaidi lakini kuna nashindwa. Nataka nipatie nguvu zaidi ya kujitoa kwa ajili ya kazi yake. Tuimbe beti la 3. Nina haja nawe. Ubarikiwe. Maisha ni bure. Njoo dada yangu, itakusaidia ukipita mbele, itakusaidia kuweza kumshinda shetani. Watu wanaendelea kuja, pita mbele. Hitaji vivyo kila, unaweza kupita na huko watu wako wachache huko. Endeleeni kusogea, mmewazuia watu. Mmewazuia watu, endelea kusogea. Endelea kusogea mbele. Endelea kusogea mbele. Endelea kusogea, kuna nafasi bado hapa. Na haja nawe nifundishe na ahadi zako zifikishe. Yesu, Yesu nakuhitaji vivyo kila saa
Mwokozi na kujia. Turudie chorus tunaopiga magoti tuliopita mbele. Yesu na kuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi na kujia. Tumbe mara mwisho chorus tena. Yesu na kuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi na kujia. Tuombe. Baba yetu unaishi juu mbinguni, watoto wako wamepita mbele, wengine wamepiga magoti wakiwa kule nyuma. Mungu wa mbinguni, sisi sote tunakuhitaji uingilie kati maisha yetu ya kiroho. Mungu, tunahitaji uweze kuondoa moyo wa jiwe na uweze kuweka moyo wa nyama. Mungu wa mbinguni, tumekuwa tukisikia mahubiri kila mwaka, tumesikia mahubiri kila Sabato, tumekuwa tukisikiza mahubiri kila makambi, lakini hatubadiliki. Mungu, ufanya operation ya moyo siku ya leo. Tuwekee moyo wa nyama ili tunaposikia mahubiri tuweze kubadilika. Lakini watoto wako Mungu wa mbinguni wanalo ombi kubwa, wanasema wanataka Mungu wa mbinguni kuwa committed kwa ajili yako. Wanataka waweke commitment na wewe. Wewe Wakristo wanaojitoa kwako Kristo, wewe Wakristo wanaojitoa kikamilifu kwako, wanavyosema hivyo Mungu wa mbinguni, embu ingilia kati waweze kumshinda mwovu shetani. Wale ambao walikuwa ni wavivu kuja kanisani, Mungu wa mbinguni wapatie uwezo, waone umuhimu wa ibada za Jumatano, waone umuhimu wa ibada za Ijumaa, waone umuhimu wa ibada za Sabato, wapatie nguvu. Wapo wengine Mungu wa mbinguni walikuwa wajitoi kikamilifu kwa kazi za kanisa, lakini wamepita mbele, wanataka kujitoa zaidi. Mungu wakubali, Mungu wasaidie, wapatie uwezo, hiyo hamu yao iendelee kuwepo. Wengine wamepita mbele Mungu wa mbinguni, wanataka wawe na uwezo wa kujitoa kwa moyo kwa ajili ya kusapoti kazi yako. Mungu wa mbinguni, nia yao hiyo wasaidie. Lakini wapo wengine Mungu, na mimi nafahamu, wanajitoa sana kwa ajili ya kazi yako, na wenyewe Mungu wabariki, wajitoe zaidi ili utakapokuja tuweze kuchukuliwa kwenda mbinguni. Lakini wako watoto waliojitoa kwa ajili ya ubatizo, kabla hawajabatizwa kwa maji wabatize kwa Roho. Kabla hawajabatizwa kwa maji wabatize sasa kwa Roho, ili wawe safi, na watakapobatizwa wafanye wawe committed kwako Yesu Kristo, wafanye wakutegemee wewe na wakutumikie wewe katika maisha yao, tunapokusubiri utakapokuja mara ya pili. Na mimi mwenyewe najiweka mikononi mwako. Naomba nifanye niweze kuwa committed kwa kazi yako zaidi kuliko nilikuwa jana na juzi na mwaka uliopita. Nifanye niweze kuwa committed zaidi na zaidi. Mungu wa mbinguni, naamini maombi yetu umeyasikia. Kila mmoja jibu sawa sawa na mapenzi yako. Mengine maombi sijaomba, lakini unafahamu maombi ya watoto wako. Wanaposimama katika magoti, Mungu jibu maombi yao katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Mnaweza kwenda kukaa wakati praise team inaendelea kuimba. Yesu nakuhitaji. Mliojitoa kwa ajili ya ubatizo mbaki saa, niwezeshe Mwokozi na kujia. Yesu nakuhitaji vivyo
Sogea hapa mzee. Niwezeshe Mwokozi na kujia Yesu na kuhitaji vivyo kila saa niwezeshe Mwokozi na kujia. Asanteni, asanteni praise team. Praise team mbaki.